Majibu ya usiku kutoka kwa Samia Suluhu kwa mataifa ya 16 ambayo yalionyesha kutoridhishwa na siasa za Tanzania yameibua maswali magumu na vilevile kuzua taharuki nchini na duniani. Hujambo na karibu. Serikali ya Samia Suluhu Hassan imejitokeza hadharani kujibu msimamo mkali wa mataifa 16 ya magharibi yaliyotoa taarifa nzito kuhusu ukiukwaji wa haki za binadamu uliodaiwa kutokea baada ya uchaguzi wa Oktoba 29 mwaka huu na kusababisha maafa, utekaji na kukamatwa kwa maelfu ya raia. Hatua hiyo imefungua ukurasa mpya wa mvutano wa kidiplomasia unaogusa msingi wa uhusiano wa Tanzania na mataifa yenye ushawishi mkubwa duniani. Na katika taarifa yake, serikali imeeleza kusikitishwa na matamshi yaliyotolewa na mataifa hayo, ikitafsiri baadhi ya kauli hizo kama hatua inayopuuza jitihada zinazochukuliwa katika kurejesha utulivu wa kisiasa na kijamii. Serikali imesisitiza kuwa Tanzania inatambua umuhimu wa jumuiya ya kimataifa katika kukuza demokrasia, lakini imetaka misimamo ya nje izingatie hatua za halisi zinazochukuliwa katika kufuata ukweli wa matukio ya ghasia. Kanuni hii imewekewa msingi kwenye uundwaji wa tume maalum ya kitaifa yenye jukumu la kuchunguza kilichojiri wakati wa machafuko baada ya uchaguzi. Serikali imeeleza kuwa ripoti ya tume hiyo ikikamilika itaweka mwanga wa kina katika kuelewa ukubwa wa maafa, maeneo yaliyoguswa na majukumu ya taasisi zilizohusika, hatua inayotarajiwa kuongoza majadiliano ya siku zijazo kuhusu utawala wa sheria na marekebisho ya mifumo ya kisiasa. Lakini tamko hilo la serikali limekuja wakati ambapo ripoti ya balozi wa nchi 16 imeweka hadharani taswira inayovunja moyo kuhusu kile kinachoelezewa kama mfululizo wa ukatili wa dola. Ripoti inaeleza tuhuma za mauaji ya kiholela ya mamia ya raia, utekwaji wa nguvu na kuwekwa kizuizini kwa maelfu, hususan waandamanaji, viongozi na upinzani na wanaharakati wa kiraia. Inaeleza kuwa hali hiyo imeathiri msingi wa demokrasia Tanzania na kuweka taifa katika hatari ya mgogoro wa muda mrefu wa kijamii. Ndani ya ripoti, mataifa hayo yameitaka serikali kutoa taarifa ya kina kuhusu hatma na mahali waliko watu waliotekwa nyara na kuhakikisha miili ya waliopoteza maisha imerejeshwa kwa familia zao. Hoja hiyo imetaja kuwa hatua ya muhimu katika kuponya majeraha ya kijamii na kujenga uaminifu katika taasisi za serikali. Zaidi ya hayo, ripoti imeitaka serikali kufumua vikwazo vyote vinavyokwamisha uhuru wa vyombo vya habari, hatua inayoonekana kuwa kiini cha mivutano mingi ya kisiasa nchini. Kwa mujibu wa mataifa hayo, udhibiti wa taarifa unadhoofisha mifumo ya uwajibikaji na kuongeza hofu katika jamii. Na katika muktadha huo, mataifa ya magharibi yameeleza kuwa uchaguzi wa Oktoba 29 ulifanyika katika mazingira yenye mashaka marefu, ikiwemo kukamatwa kwa viongozi wa upinzani bila taratibu za kisheria, kutoweka kwa baadhi yao kwa kulazimishwa, na mabadiliko ya kisheria yaliyopunguza uadilifu wa mfumo wa uchaguzi. Matokeo ya mazingira haya yameelezwa kuathiri uwezo wa vyama vya upinzani kushiriki kikamilifu katika mchakato wa kidemokrasia. Kuanzia hatua hiyo, mgogoro umeingia kwenye sura ya kimataifa pale ambapo Marekani ilitangaza kutathmini upya uhusiano wake na Tanzania. Na katika taarifa yake, Marekani imeeleza kuwa matukio ya kukandamiza uhuru wa kidini, uhuru wa kujieleza na vikwazo dhidi ya uwekezaji wa Marekani yameweka katika hatari maslahi ya wananchi wake, watalii na miradi ya kibiashara nchini Tanzania. Kutathmini upya uhusiano huo kunatazamwa kama hatua kali yenye athari za kiuchumi, kijamii na kimkakati, hasa ikizingatiwa historia ya ushirikiano wa miongo kadhaa kati ya mataifa hayo mawili. Marekani sasa imesisitiza kuwa haiwezi kufumbia macho matukio yanayohatarisha usalama wa raia wake au kudhoofisha udhabiti wa ukanda wa Afrika Mashariki. Lakini katika upande wa pili, serikali ya Tanzania imeweka wazi kuwa itaendelea kushirikiana na jumuiya ya kimataifa katika kujenga maendeleo na amani nchini,
huku ikisisitiza kuwa ushirikiano huo lazima ujengwe juu ya msingi wa usawa na kuheshimiana. Serikali imeeleza kuwa imejitolea kutekeleza hatua za mageuzi kwa kuzingatia maslahi ya taifa na si shinikizo kutoka nje. Na katika mjadala wa ndani, matokeo ya uchaguzi yamezua maswali kuhusu nafasi ya vyama vya upinzani katika siasa za Tanzania. Na ripoti zinabainisha kuwa viongozi wa vyama viwili vikuu walizuiwa na kuenguliwa kugombea, hatua iliyofungua mjadala mpana kuhusu ushiriki wa kisiasa wa kisiasa na mwelekeo wa demokrasia. Katika hali iliyosababisha taharuki zaidi, balozi wa nchi 16 wameonya kuwa maandamano yaliyopangwa kufanyika tarehe 9 Disemba mwaka 2025 yanaweza kusababisha mgogoro mkubwa wa kibinadamu endapo haki ya kukusanyika kwa amani itakiukwa. Onyo hilo limekuja katika mazingira ambako jamii tayari imegawanyika na taasisi za usalama zikiwa katika tahadhari ya juu. Umoja wa Mataifa umeonyesha utayari wa kutoa msaada wa kiufundi kwa serikali ya Tanzania katika jitihada za kurejesha mazingira kuheshimu haki za binadamu na utawala wa kisheria. Uamuzi umefungua uwezekano wa mazungumzo ya kimataifa ambayo yanaweza kuathiri mustakabali wa kiutawala nchini. Na katika upande wa kisiasa, hotuba ya Rais Samia Suluhu Hassan katika mkutano wa wazee wa Dar es Salaam imeweka msimamo mkali dhidi ya kile kinachoonekana kama mashinikizo ya mataifa ya nje. Hotuba hiyo imeegemea katika hoja kwamba Tanzania haipaswi kudhibitiwa au kuwekewa masharti kwa misingi ya misaada au ushirikiano. Rais ameeleza kwamba baadhi ya shinikizo zinazotolewa zinahusishwa na tamaa ya kudhibiti rasilimali adimu za Tanzania, hususan madini, gesi na ardhi. Na katika hoja hiyo ameeleza kwa mivutano ya kisiasa inaweza kuchochewa na tamaa ya kunufaika na rasilimali za taifa badala ya nia ya dhati ya kutetea haki na demokrasia. Pamoja na tofauti za mitazamo, serikali na jumuiya ya kimataifa zinakutana katika mkondo mmoja: hatari ya mgogoro wa kijamii endapo mzozo wa kisiasa hautatatuliwa kwa wakati. Na Tanzania iko katika kipindi cha mpito chenye mvutano wa ndani wa shinikizo la nje, huku uhusiano wake na mataifa ya magharibi ukiwa katika mizani ya mabadiliko. Katika muktadha huo mpana wa kihistoria, uchaguzi wa Oktoba mwaka huu umebeba majeraha ya taifa, ukasema simulizi ya maumivu, hoja na matumaini, na taifa linatafuta njia ya kusawazisha mapambano ya ndani na mkondo wa kimataifa bila kupoteza misingi ya uhuru, amani na utawala wa sheria. Kwa sasa Tanzania inatazama siku zijazo kwa tahadhari na uamuzi. Majanga yaliyotokea yamefungua mlango wa mageuzi, lakini pia hatari ya kudhoofika kwa taasisi. Mustakabali wake unategemea uwezo wa serikali kujenga imani, uwezo wa jamii kusimama pamoja, na nafasi ya jumuiya ya kimataifa kuhamisha shinikizo kuwa fursa ya mabadiliko. Na katika ramani ya dunia, Tanzania imegeuka kuwa maabara ya kutathmini uthabiti wa demokrasia ya Afrika, na kipimo cha kama taifa linaweza kupita katika maangamizi ya kisiasa bila kuvunjika au kutekwa na nguvu za nje. Ni hayo tuliyokuandalia kutoka hapa Kenyascope kuhusiana na ujumbe wake Samia Suluhu kwa mataifa yale 16 ambayo yalimtumia ujumbe wa pamoja, ujumbe ambao umetikisa dunia. Ila majibu yake Samia Suluhu yamezua taharuki kwa sababu ya kuwa kichwa ngumu na matamshi ambayo yamekuwa yakichochea hasira miongoni mwa mataifa hayo 16. Zidi kuwa nasi kwa uchambuzi zaidi na taarifa kama hizi za kina. Zidi kutufuata kwa kusubscribe na kushare video zetu, na vile vile kumbuka kugonga alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupokea taarifa hizi punde tu tunapozi upload.